sikugongwa na gari, sikuumwa na wanyama. Hii ni mazao ya muguju na mashasi na mabasi. Maana nilijikuta nimeingia polepole, and again nilitaka kuwa kama mtu, na hiyo ndio shida tuko nayo, kutaka kuwa kama mtu. Mimi nataka niwe kama Jemu. Naona Jemu ana jeans, umeona anaitwaje? Umeona Evelina amevaa ile inaitwa nini? Wanaitaje? Cargo pants. Kuna ingine zinanga band kwa mlango. Cargo pants zile na jeans zinakuja zina mifuko huku. Je, sio ndio cargo pants? Unajua? Kwa sababu tunataka kuwa kama mtu. Nilitaka kuwa kama mtu. Nikajikuta pole na nimemwambia sisi hatukuwa na forum kama hizi. Nikajikuta pole. Sio miaka yetu tuko tunavaa vitu zinaitwa Cool High na Chicago Bulls. Cool High na Chicago Bulls. Alafu tuko tunavaa tushapige kwa dash. Alafu tunavaa body wash. Hiyo mtajua na stone wash. Kama hujavaa hizo nguo, haujavaa. So tukiona mtu nazo, kwa sababu tunataka kuwa kama yeye, tukajikuta pole. Mimi niwaambia nilianza na at the age of 17 ndio nilikuwa nishaanza kutumia heroin na cocaine because I wanted to be like somebody. Alafu hizo dawa unapoanza kutumia kwa sababu ni expensive, then hauna kazi ya kufanya, utaanza kufanya nini? Kutafuta kitu ya kusupport tabia yako. So slowly nikajikuta nimeingia kwa crime. Pole tu nilianza kuuza tuburungo wangu. Unajua ukianza madawa unaanza kujiiba. Imagine unatoka viatu ambazo umenunua na mama yako, hivyo tumeambiwa hapa pasa wazazi wengine wanang'ang'ana sana. Unatoka nazo ukiangalia left and right hapo unavuka barabara, unaanza kujiiba, unaenda unapuuza. Na only thing unafanya ni kusupport habit yako. So ili tuzuie kufika huko, usitake kuwa kama mtu. Kama Jemu anavaa leo bagi wa sheziko, leo hatuna Chicago Bulls nazo. J5, J4, gari ingine J6, kuna J6, Air Force, gari ingine, kuna ingine mpaka na Air Force, gari ingine. Kama hauna hizo, tosheka na zile uko na, hata kama ni yakala. Kwa nini unacheka Kevin? Kwa sababu wewe na akala na usiende jela. Kevin, wewe na akala ndani kuliko kuwa na J5 jela. Unajua mimi nakuwapatia, mimi ile jela sijafungwa. Ninawaambianga ile ilijengwa baada ya mimi kuokoka. So mimi nikipatia maisha ya jela, nitakupatia maisha ya jela ambao mimi nilikuwa. Na wacha nikuambie, jela ninapomaliza, mimi nataka nikuweke uoga wa jela mpaka ukiona uovu unatoroka. Jela ukiingia hapo kwenye mlango hapo. Sijui kama our sister Elias alijua, unapoingia ndani ya zile wanaita ward, pale nyuma kuna sheria wameandika hapo ukuta. Na hizo sheria wanasema hivi. Ni sheria 12 na zinaanza hivi: heshimu maombi na hesabu. Heshimu nini? Maombi na hesabu. Kwa hivyo ni kumaanisha ukishaingia ile mlango kule hauambiwi uokoke, unaokoka by force. Kwa sababu kuna dini mbili ndani ya hiyo wote. Muslim na Christian. Na wana masaa ya kwenda ibada. Si kwa kupenda kiabudu. Kwa hivyo ukionekana haukwenda ya Waislamu, haukwenda ya Wakristo, utauliwa huko. Utapigwa, hawaishi na mtu ambaye kwa dini moja. Haya. Pale hiyo kama hii ina watu zaidi ya 400 na wanararanga chini. Choni moja. Haya. Choni moja. Kevin nataka kuweka ujue hiyo hapo si mchezo. Hiyo choo moja hapo mnaenda watu 400. 400. So pale uendani, unaona tunakiingia choo za kwetu kwa nyumba unakuwa comfortable. You take your time. Pale don't take your time.
pale unaingia kabla uskote. Na wanasemaga kata. Na usipokata wanaingia. Hiyo ni so ilikuwa line ya watu 300. Ikiwa ilikuwa line ya watu 300, umekata. Utarudi nyuma na watu 300. Na baada ya saa unakuwa disorganized. Hiyo line imekuwa disorganized kwa sababu kuna hesabu. Unaelewa? So hata kile kitakuua sio kufungwa, ni mateso. Alafu pale kuoga ni lazima. Na maji ya pale kuna kuchemshia maji. Maji imewekwa na drum ya mabati. Na haiko nje, iko ndani. So kule huogi unapotaka unaoga 10 watu 10. Na hamuogi atikuoga pale unaosha kasiku moja. Unaona kasiku moja hivi ikichotwa. Ikishatupwa. Hiyo ni ya kujipaka sabuni. Kwa hiyo maji kikuguza, kama itakuguza utajipaka sabuni. Ya pili kukamua, unatoka watu 10 wengine wanaingia. Unaelewa? So hivyo ndivyo mateso vilivyo. So hii mambo yote tunaambiwa. Tumeambiwa hapa kana kwamba jela basi tukoongea basi kwa salata pale nyuma. Wakati ambapo wasista aliuliza kana kwamba mtoto mdogo atakuwa guilty. Ukishafanya crime na uende kotini, haijalishi utakuwa guilty. Kile utafanya utapelekwa jela ya kiwango chako. Lakini hiyo jela ya kiwango chako ni jela. Kile kinapitiwa jela ya watu wakubwa ndio unapitia pale. Kama ni mroro kwenda kupangia ugali, hiyo kaugali, sio ugali, kaugali na maji. Live utapanda. Pale hakuna cha mami, hakuna cha baba, hakuna cha mtu. Na pale kwa haurani kitaka, hauamuki kitaka. Naelewana? Maisha starehe za kutembea, za unaweza kutembea kukasha mpaka kisha bila starehe huko hakuna. Jua, kuona jua, unaona jua ukienda kule kama uko nayo na ni dakika 5 minutes. Uko sawa? So hii mambo yote tunaambiwa ili tujizuie nayo ni kuamua kile ambacho unataka na maisha yako. Bwana asifiwe. Uamue kile unataka na maisha yako. Uamue kana kwamba mimi nataka kumaliza hivi. Na nilikwambia kana kwamba there's a very big number in those prisons about ni innocent in court. Huyu mtu hapo kwa crime, alitembea na mtu alikuwa kwa crime. Ukishikwa ukienda kusomewa mashtaka, tuseme for example nilienda nikaiba ama nikaua, niue mtu akosekani, wewe utastakiwa. Wakitafuta wakosi manikosa watatafuta Kevin kama nilikuwa natembea na wewe. Ukishikwa hauendi kuandikiwa Kevin ambaye alikuwa anatembea na Pastor Frank ambaye aliiba. Wewe unaenda na kesi yako. So ni rahisi sana kama ni kesi ya kunyonga, ikunyonge although haukujua. So the best thing to do ni kujua unatembea na nani. Recently niliambia wasichana wangu, niliambiwa kuna mtu, unajua ile kazi tunafanya hapa tunajua mambo mengi, na nikawaambia basi hawa wasichana, nikawaambia niliambiwa kuna kutoka Karura pale, kutoka Kihara mpaka Nikarodi, polisi walikuwa na mpango wa kuokota wasichana wadogo rika kuanzia miaka 12, 14, 16 kwa sababu wanatumiwa kuuza madawa, lakini hawajui ni nani. Ni group ya wasichana wadogo wanaotumiwa kufanya ni traffic hizo heroin na cocaine. So nikaambia wasichana wangu, ujue wewe kukaa nyumba sasa si option, ni lazima. Mambo mawili, usikishikwa hapo kabla ujulikane hauzaji hizo dawa kwa sababu hawajui ni nani, wanaokota wote. Kakokota utakuwa umeonja ugali ya jela. Na hiyo kunaga ati niongeze chumvi. Ati yenye mafuta. Hii haijaiva. Kwanza hiyo haijaiva, wanakuambia tunataka hiyo ndio tunataka ukue ili usumbue na tumbo, ili ukipanga laini ya kwenda pale huo unakumbuka kosa hilo kuleta huko. Tunaelewana? So mimi ndio waachia maneno haya.
tutosheke na vitu zile tuko navyo, especially wasichana wa university, wala wa college. Ukiona msichana mwenzako ameletwa na gari kubwa, labda akakwambia huyo tu ndio hata ile nywele uliona nayo ndio ilinunulia, wewe usifuatilie nayo, utaki kununuliwa nywele kama hiyo. Unaona, ukiona msichana amekuja shule na simu wao, ukiona yeye akifungua hivi ndio inaweza lipia wasana kama watano kama wewe shule, na wewe usitaki kama hiyo. Unaelewa? Ukiona mtu ana nguo amekwambia hii nguo nimenunuliwa na mtu fulani, huyo mtu ndio ulileta shule na sio babake, si yako yake, si brother yake, usitaki kuwa kama yeye. Tuko sawa? Then nimalizie. Drugs zimekuwa nyingi kama vile tumeambiwa. Si tunafanya hapa pasta mambo ya uraibu wa madawa na ulevi. Tunajua statistics zote za nakada, kila kitu tunajua kitu vile mambo ile inaendelea hapa. Tunaitaka hivi. Ukionja inasemanga nionje udioe. Nionje udioe. Hiyo kitesti maisha yako yote hapo imeharibika. Na saa hii haiko ile ya kujidunga. Unaelewana? Haiko ile ya kurusa. Haiko ile ya kuvuta kama sigara. Saa hii zimechange. Nikuja hapa wakati mwingine tukajua kana kwamba zibwa vile ambavyo mambo yanaendelea, especially nyinyi ambao tumesema mambo ya mukuju, shash na mabashi. Sasa kuna wale wanashikiwa kwa mabashi. Keki inaletwa, mnakula keki. Haya, hizi kuna perfume, unapewa perfume, ukijipuliza hiyo perfume unaanza. Unaelewa? Kuna wengine wamekuja mpaka na kitu kingine kama bracelet, imewekwa dawa, unapewa ukinusa tu. Kikanusa tu ni hivyo, unaanza drugs. So, ikiwa lazima uende basi, kujeni basi chache. Basi fanywa hapa kanisani, tuione, si ndio? Na mtuite wazee tukue hapa, mara tukiwa hapa, kama ni keki tutajua kule imetoka. Kama ni cookies tutajua kule zimetoka. Mimi kwanza siku hizi nikisikia mtu ameniambia ninaenda basi. Kile kinayukanga hapa, hiyo basi ni nini na kuo huko. Tuko sawa? Kwa sababu unaweza kuwa wewe hautumii, lakini kuwe na mtu ambaye anatumia pale na anataka kuwaingiza kwa hiyo mambo ya kutumia. Utajikuta pole umeanza kutamani basi. Na maliza na hivi, kuna msichana alikuwa anakuja hapa na pasta kwa sababu labda anamjua, alikuwa na katoto kadogo hivi. Kwa muda nikamtafuta na nikampata. Huyu msichana very clean lady ambaye hapo na mambo mengi. Aliniambia yeye alikuwa anakuja kwa sababu mwanamke alikuwa anatumia kidugu. Si mnajua? Sitaki kidugu, nani anajua kidugu? Ni nini? Kidugu ni bado ni shida ya bangi. So, huyo msichana mwanamke anakuja na tukaongea na bwanake. Na ndio akasema yeye anang'ang'ana. So, alipo siku nyingine bwana amekataa kurudi. Akimsana kwa sababu amekasirika, akaniambia mimi niliona hata mimi nisikie vile bwana anasikiana. Nikaulizia mahali zinauzwa, nikapata na nikamaliza moja. Nikamaliza baada ya kumaliza moja akasema saa hii siwezi maliza wiki bila kiduku. Unaona vile inaanza pole unaingiza mguu, mwili unaingia, finally inakuwa sasa wewe yani na kutoa huko ni gharama kubwa kuliko ile uliingia. So tuzuie mapema. Si ndio? Mtu akikupatia kitu test ambao hujui, mwambie nataka ukuje, babangu kama vile pasta amesema akuje hapa, kumwambia nataka ni test hii. Akiruhusu ni test akiwa itakuwa ni sawa. Na Bwana awabariki. Amen. Tuje pasta makofi. Amen. Let's appreciate Pastor Frank. Hallelujah. Ametueleza mambo mingi, that is his area. Mimi sitaki kusema kitu, but I just want to tell you this before I call Baba Jason, our patron. The only best friend to you is you. Hallelujah. If there is a best friend you can trust, it is only you.
Na unaweza jua hivyo kwa sababu wale watu unaita marafiki, hao the same people ndio wanaweza chano hayo mambo yote kwako. Lakini wewe tu ya kujipenda, you are the only person who can say no. So the best friend to you is you. Kwa hivyo hakuna kukompea na one another. Pastor Frank ameongea juu ya hizo t-shirts zilikuwa zinaandikwa Chicago Bulls, kiatu, nini. But thank God, wakati ule watu sio kama nyinyi siku hizi. Siku hiyo ulikuwa tu unaallow wale teenagers wana afford, let them wear. It did not bother us. Lakini nyinyi, najua sometimes you are bothered because of what somebody else is wearing or using. Hallelujah. But just be yourself and believe in you. And know that the only person you can trust is you. Kwa sababu nasema hivi kwa nini? Tuko na wale watu wamemaliza high school, akina Tracy na wengine. Wale mlikuwa mnasoma na wao, mnakutananga hata kusaidiana chochote. No, you find yourself that sasa uko peke yako. Kwa hiyo hata wale watu walikuwa wanafikiria, walikuwa wananiambia wacha tutoroke shule, wacha tusisome, wacha tusifanye hivi. Siku hizi everybody is minding their own business. Hata wale ambao mko hapa na wengine hata labda unapataka ya kwamba at the end of it all utakuwa peke yako na maono yako na wewe mwenyewe. Na every decision you make inakufaidi wewe tu peke yako. Ikiwa ni nzuri ni wewe tu, ikiwa ni mbaya ni wewe tu. So it is only you who can take care of yourself as you. Useme mimi Consolata sitaruhusu negative influence in my life. Na nikwambia hata shule, ukitaka kuchagua rafiki mzuri, si shule ni mahali ya kusoma. If anybody who is coming to you hakwambii wacha tumalize homework, wacha tusome, if ni mambo ingine, huyo si rafiki. Because hiyo ni kama ukienda hospital, hiyo environment inataka kutibiwa. So hata ukiitwa na daktari kuja nikutibu, utaingia. Lakini huwezi umesienda hospitali kutibiwa, lakini ukute watu wanasema kujeni twende tukakunywe pombe ama tukafanye nini. Shule umeenda kusoma. The best friend to you sio yule mtu anakuuliza ati mimi sitafanya hesabu zote, mimi sitasoma leo, wacha tu size teacher. Sizing teachers. Si mnajua hiyo ya kusize. Teacher is somebody who is supposed to be respected in school because that is our office. Na niwe umeenda ukapata hapo. Wacheni to respect teachers. Wacheni to respect ourselves na tujue the best friend to me is me. At the end of the day, it is I who matters. See. God bless you. Wacha niite Baba Jason. Let's appreciate him in a clap. In Jesus' name. Amen. Amen. We appreciate our so na tumeongeleshwa sana, sio? Sitaki kuongeza so much. What has been shared, if you go to practice, what has been said, when you go back, it's like when you're taught, tunasema, you are given a dose. Okay? Sure. Your dose should last you now, up now to midterm. Serious? That's a good dose. Amen. Okay? If you are a very good student, that dose should be enough for you. Sure. Ukifuatilia vizuri, it will be good for you. Kuna only two things inaweza insist about. Amesema about the prevalence. Na vizuri kusema because some of these things, some of us, kama mimi niliogopa sana about HIV. In our times when HIV was HIV, yes, we see HIV. Those times we were worried because God on a helipata kingine because at those times it was busy kuambia HIV not kunenisa. But it's good kuogopa. Like tulikuwa naogopa because unajua mtu akikufa anazikwa na mnyoyo. Yes. Apipa back hiyo time. Msikini nasema wao mzaliwa juzi na mjio neno. So you are so much worried about hiyo sasa. Saa hii HIV kufika mahali because haijakuwa sana, people are worried. But the worry ni kwa nao sisi saa hii. Our medic alifanya kazi, I understand.
Saa hii effort mingi sana zinafanywa kwa sababu it's very bad. At HIV saa hii prevalence iko kwa ile age, the prime age ile tu sasa, the age yenye tunangoja wakuwe feature ndio the prevalence imeenda juu. Hiyo tunasema 15 to 24. Hiyo ndio age prime ya watu wengi sana. Ndio tuna expect waende colleges, ndio wakuwe feature leaders. Don't be in that statistics, ndio ya new infection. Tunasema new infection zina increase in that age bracket. Uombe Mungu sana. Na kuna zingine tumwambua your own. Hiyo sasa ni zingine unless they happen by mistake, na accidentally mistake it happen. Wewe ndio unaweza kuwa in that statistics ya the new infection inaambiwa. So it's very bad for you. Then the other one, when you go back to school, tumwambua wengine wetu we are different. Labda your parent hako very equal, si ndio? When you go back, wewe tia bidii. Hizo vitu zingine zote acha mzazi, wacha struggle na hiyo nyingine. Wewe deal with your part. Usikuwe sasa ati your parent is struggling na wewe ukienda shule baada usome unajiweka baada ya mzazi wako atemenya na struggle, usijiweke ndani yako. Naweza kutext me when I was in college because tulikuwa hivi tunasoma, my parent alikuwa na struggle sana. Mimi nilikuwa high school, nilikuwa nafukuzwa juu ya school fees. But hiyo haikunidita me achieve what I wanted to achieve. Nikiwa college, I remember also university wananiambia exam I only did by the first year first semester. Ndio nilifanya tu the normal exam. All the others, the 4 years, nilifanya yellow supplementary because by the time the end of the semester fee ilikuwa hatujakulia, so singefanya exam. So what happened? Nilikuwa wakati kunatengwa another exam, hiyo ndio time nilikuwa nafanya exam. But hiyo yote haikuzuia. Hata kama my parent had struggled, nilipofanya nilikuwa college, nakumbuka nikiambia my parent at one time, siwache tuachane na hii course because mimi naona fee inakuwa ngumu, niwachane tu, nitajua what to do. But Mungu alikuwa mwaminifu. So usijisumbue sana na haya mambo mengine. Wewe work hard. Kama ni shule, do your best. Amen. Usijisumbue na hao mengine ya mzazi. Na ukifanya hivyo, ukitia bidii, God will come through. Hiyo fee mahali unaona kama itaonekana, God will make a way, itapatikana. Na umalize masomo yako na you achieve what you want to be. Then when you go back to school, so you can be what you want to be. Labda sasa hivi ningeletwa kama mimi, labda I did achieve what I wanted to be. But hiyo opportunity labda ilishanipita. Siwezi rekebisha. But mimi sasa hivi you can be what you want to be. Kwa sababu hiyo opportunity uko nayo sasa. When you're in school, it's when you can shape what you want to be. Your future kuwa shule. If you want to be an engineer, unaweza kuwa engineer. Uweze kuwa engineer ndio umemaliza, ni ngumu sana. Kama sasa hivi nataka kuwa engineer, itakuwa ngumu sana kwa sababu before niende shule, it's a hectic process. Labda hata sijaattain what is required for engineering. Lakini sasa hii you can be the best you can because I have that opportunity. Use it well. In future unakuja kusema nilipatiwa mawaidha na nilifuata. So Mungu atubariki sana. As we go back to school, I wish you all the best. Mtie bidii, na kabla nimalize ningepatia mzazi. Ni vizuri kupatia mzazi anaongelesha, si ndio? So I want to give one of our elder and our parent, awapatie neno moja la busara. Najua Mungu atabariki. So karibu kwa kucheka. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Mimi nikiwaongelesha nachagua ni ile gani kwa maana nikiwaleta upande wangu hakuna mwenye anaweza kujua tulipitia yapi. Kwa sababu yale sisi tulikuwa tunapitia, wazazi ndio walikuwa center of everything. Kwa maana ungekimbia kama mzazi hajakwambia ukimbie. Kisha na maana zile result ungelete kwa familia ilikuwa inarudiwa na familia. Ukivaa nguo mbaya waipike nje, ulikuwa unaibisha familia. Unaenda kwa extension ya kuibisha kijiji hiko, hakuna msichana anaweza olewa familia. Unaona vile ilikuwa very serious. Na kwa hivyo ni lazima tungekaa kama vile wazazi wanataka, kwa sababu ilikuwa yote ni kile tunafanya kiwe kinasimamia mzazi wako. Lakini sisi vile tulipitia matungu, tulikuwa tunaenda ile moja na nini, tulikuwa tunatofauti.
si ndio? Si hata nyinyi mnataka muwe kitu siku za usoni. Hata sisi kwa hayo majanga tulikuwa tunataka tuwe kitu. Njia ndio tofauti. Ile tulipitia siwezi nikawaelezea kwa sababu haiwezi kuwafaidi yote. Kile tulipata kama wazazi wetu, sisi wenyewe tuliwapatia freedom. Mimi singesema ninataka kufanya hivi kama mzazi wangu nataka nifanye hivi. Ninaona hata kuvaa na freedom. Sisi basi sijui kama ilikuwa wakati ule unajua kuvaa ungevaa freedom yako. Sisi tumejaribu kuwapatia freedom ndio tuone kama unaweza kwenda mahali unastahili kwenda. Na ninakuta sasa dunia imepunguka zaidi. Nyinyi wenyewe hata mahali mko kama mtu on your own, hauta decide to be what you need to be. Hauna nafasi nzuri ya kufanya hivyo. Sababu ukitoka nje ni dangerous. Ukiwa ndani ni dangerous. Kile kitu unafanya ni dangerous. Kwa sababu your friend can be mtu wa kwenye wakukuua. Si ndio? Si unadanganya na rafiki yako unaenda unajia kwenye vitenge. Kwa hiyo nyinyi sasa mko vulnerable kwa kila kitu. At the peak of your battle, unajua kile kitu kinafanyika Amerika na whole world. Sisi hatukuwa access. Na tulipata kama mwalimu wenu ambaye anasimama hapa anawafunza. Msipochukua chance, hatutapata walimu kama hapa. Kwa sababu kila kitu kinataka kuangusha. Kwa hivyo nataka niwaambie hivi. Sisi zote mimi mzee na nyinyi tulikuwa tunaenda njia moja. Kila ndio tofauti zile tunatumia. Kile kilitusaidia tukafika hapa because we decided that we are going to go there. Hata kama kuna shida gani ni lazima tuwe. Unaona? Na kwa hivyo ukisema unaenda wageni, no matter utapitia njia gani ni lazima uende wageni. Unaona? Na kwa hivyo wewe mwenyewe unajua ungetaka kuwa kitu gani. Sasa si tajiri, mnaona pesa zinatafuta kwa kila njia na watu wanauana kwa sababu ya pesa. Unaona? Tunataka tuwe kitu tunaitwa kitu na society. Tunataka tuwe na madaktari, tunataka tuwe na waheshimiwa, tunataka tuwe na hiyo vitu vyote. Lakini ni lazima tujue ya kwamba we are not ordinary children. Ni lazima tutake charge. Tujue je tunapitia na tusimame kwa hiyo. Mimi nataka kusema sikunywa pombe mimi. Pombe hata kama nilikuza sikuweza kukunywa. Na si sababu nilikatazwa, sisi tulikuwa na pombe nzuri ilikuwa tukiwa na wazee. Hapo ungekunywa nyumbani bila kuruhusiwa. Lakini sikuweza kunywa maana nilikuwa naangalia wale walikunywa wamekaa aje. Sikuwa nataka kuwa kama kijana wa mtaani. Tunaona? Mimi sijafungwa hata kwa sel hata siku moja. Si kwa sababu mimi ni mzuri, ndugu zangu na marafiki wangu wamefungwa. Lakini mimi nilikuwa naudhika kabisa. Singetaka siku moja nijisikie kwa jela, sababu wale walifungwa wote nilikuwa nawaona na sikuwapenda. Unaona? Ukisimama na uangalie kule unaenda na uone wale walipika na je ile umepitia kutaka. Useme sitavuta sigara sababu nimejua wavuta sigara vile wanakaa. Useme ni lazima nifanye experiment, nifanye kuchunguza zaidi mtu hii jambo ameniambia inamkata wapi. Bwana asifiwe. Mkifanya kauli zenu kutoka siku ya leo, mjue ni watu gani mtakomana wa mashauri, ni watu gani mtaangalia vile wanaenda na mienendo yao, njia zako za kufika pale na kuambia hakika hata wote kama wataanguka yeye mtafaulu. Tumeona. Kwa hivyo ni vyema mkiwa wadogo kama mtoto huyu, mkiwa wakubwa kama yule mwingine, decide where you want to go. Ujue nguvu ya ile kitu inapokuta utaihandle namna gani. Unaweza kuexpect vipi mzazi na ukute ziko hapo. I want to tell you, sisi tunangojea kutuonyesha direction ile mnaenda to empower you. Unaona? Sisi tunangoja wazazi watuambie, sisi tunangoja kutuambie. Tukushauri ile njia utapitia, tukuempower. Don't wait for pastor to tell you where to go. Atakupatia tu mawaidha na kuonyesha direction, lakini wewe ndio utaenda. Kwa hiyo nataka muamuke kama watu wanajua, wana mahali wanataka. You want to be doctors, mnatakikana haya mambo yote
yenu, lakini muangalie wale watu walifaulu na muangalie njia za kupitia na kudesign na njia moja ufike pale bila tatizo la kitu chochote. And you are going to make it. Katika jina la Yesu, mbarikiwe sana. Turudi shule, mbarikiwe. Ukienda mjue mtafaulu. Sisi tunaongeza nguvu, mtafaulu. Asante, Mungu awabariki. Karibu sana. James. Asante, mpige makofi kwa so naamini kila mmoja wetu the 2 hours in here haitakuwa in vain. No. Hayo mawaidha yatatusaidia. As we go back to school, tutakuwa watu wazuri. Ikifika when you are college, you be good. Mahali huko, just be good. Na ukifuata maagizo ambayo tumepewa, itatusaidia we be able to move far. Itatusaidia to face the challenges. Things that are not good for us, tuachane nazo. Things that they are not in our time, tungoje hiyo wakati wetu ukifika, we'll have opportunity to do them. Ni sawa sawa. So you go to school, unajua masomo, concentrate on that. These are all the other things, back aside. Wacha kitu iende by ikimalizika step by step. Usifanye vitu zote, wewe kwa student, wewe mzazi, hizo vitu haziwezekana. So do things in a sequence. Najua Mungu anatubariki. So sitaki niweke sana. Ningetaka tumalizie hapo. Amen. So kwanza nikushukuru our speaker for the day, for the good messages. Pia nikushukuru all our speakers ambao wameongea hapa for the good words. We don't take it for granted. These are the things that zinatusaidia to move on na kuendelea mbele. Amen. I believe with those words, tuko different na wale wengine ambao hawajapata mazungumzo, si ndio? Tukienda huko nje we be different. So tutamalizia hapo. Ningetaka tumalize na maombi. So ninge request tusimame, tufanye maombi na pamoja tumalizie. Najua Mungu atatubariki. So acheni tuombe. Almighty Father, we come before your presence this evening. Want to glorify and magnify your holy name. Thank you for being with us since you started this forum. Thank you, Lord, even for the wise word that have been told. We pray, Lord, even as we go back, because we're going back to school this week, that Lord will help us, Almighty Father, that as we go back to school, we are going to be good students, we are going to be obedient, and we are going to follow your ways. We pray that Lord even will continue guiding us in everything that we do. In all our ways, Lord, that you will always walk with us. Tunaomba Mungu hata tunaporudi shuleni tusaidie Bwana, hata wazazi wetu tusaidie Bwana wapate karo ambazo zinahitajika ndio masomo yetu. Na kwa kila kitu Mungu unakuwa Mungu wetu. Asante kwa kuwa hakuna Mungu aliye kama wewe. Tunalinua na kulitukuza jina lako. Naomba Mungu uendelee hata kuwa pamoja nasi. Uendelee hata kutuongoza katika njia zetu zote. Katika maisha yetu tunaomba Mungu utembee nasi. Katika masomo yetu Mungu aishie milele. Tunaomba Bwana yale mambo ambayo yanakaa magumu ndani yetu utusaidie hata katika masomo yetu. Utupe hiyo busara na utupe hiyo hekima Mungu aishie milele. Tunaomba Mungu endelee na kutuongoza, uendelee kutulinda hata katika shule zetu. Hakuna mabaya ambayo yatatupata. Mungu tunaenda shuleni na tutafika salama na tutarudi tukiwa na ushuhuda kwa umekuwa Mungu wetu. Tunalinua kulitukuza jina lako. Tunaomba Mungu endelee kutuongoza hata hii wiki inayokuja. Mungu aishie milele, utuendelee kwa kutufanyia mambo makuu. Kwa ukuu na utukufu wa jina lako. Tunapomalizia Mungu wetu, tunapotoka hapa, tunapoenda manyumbani mwetu, tunaomba Mungu aishie milele. Uende nasi hata wazazi wetu, Mungu endelee kuwalinda. Wanapoendelea na kutafutia karo, Mungu aishie milele, uendelee kuwabariki. Uendelee kuwainua kwa kuna Mungu aliye kama wewe. Tunaichukuza na kulinua jina lako. For this is our prayer in Jesus name. Amen. Amen. Amen.